na haya maneno ya kuwa kila mmoja anasema na kila mmoja anaongea, huu mpango wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na wa vyama vingine ambavyo wamekuwa wakitoa matamko badala ya kuzungumza mambo ambayo yanaweza yakajenga hoja katika nchi kwa ajili ya kuenda kuwapelekea wananchi madhumunio ambayo wanataka, utawala bora na utawala unaoheshimu sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Badala yake na matokeo yake imekuwa ni katika hali ya kutoa matamshi yenye kuleta harassment katika nchi na kuvunja amani kwa ujumla. Kuna chokochoko ya watu wanasema, nilikuwa naongea na mkuu wa wilaya Ikungi ananiuliza, nikamwambia wale waliokuwa wasumbufu wameshatoka Chadema. Wale waliokuwa wasumbufu. Mimi mwenyewe nilikuwa mwenyekiti wa mkoa kabla sija mwenyekiti wa kanda. Lakini baada ya tarehe 20 ya mwaka 2020 mlisikia matamko yaliyotolewa na viongozi wakuu wa juu. Baada ya kutoa matamko hayo tukayachukulia hatua, lakini matokeo yake tukakamatwa na kupelekwa magereza, tukakaa magereza tukiwa kama wahujumu uchumi. Baada ya kutamka kwamba tunakwenda kuandamana, hao waliokuwa wanatoa hayo matamko na kuyataja na kuhimiza wao, sisi tukiwa tuko magereza tunajua labda maandamano kesho yatakuwepo, hamna. Kesho kutwa yatakuwepo, hakuna. Mwisho wa siku tukasikia mwingine yuko Canada, mwingine yuko Belgiji, sisi tukaendelea kuteseka. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nikupe hili kwamba hivi Watanzania hawako tayari kufanya hayo ambayo watu wamekuwa na hofu. Na hakuna hofu kabisa wala mashaka. Hakuna mtu atakayesubutu kuandamana, wala hakuna mtu wa kufanya fujo. Wale wa kufanya fujo ndio walikuwa akina mie, nilikuwa nikiagizwa. Sisi moye.